anasema Abu Sa'id al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kasema bwana mtume Muhammad, inna asharra an-nas manzilatin yawm al-qiyamah, watu watakaokuwa na makazi mabaya kuliko yote siku ya kiyama, rajulun yufdi ila al-mar'ati wal-mar'atu tufdi ila ar-rajul thumma yanshuru kullu minhuma sirra al-akhar. Hii ni hadithi nambari 1 ambayo ndiyo itachukua mwili mzima wa maudhu ambayo nimeyapanga kuyazungumza ili kuelimishana katika siku yetu ya leo. Kwa hiyo nakuombeni niazimeni masikio yenu, na muniazime masikio ya nyoyo kwanza kabla ya masikio ya kawaida, kwa sababu haya tunayoyasoma ndio uhai wote wa Kiislamu. Sidhani kama kuna mtu anapenda siku ya kiyama kuishi katika adna manzila. Sidhani kama kuna mtu atafurahia kukaa katika sehemu mbaya kuliko zote siku ya kiyama. Sasa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna asharra an-nasi manzilatan yawm al-qiyamah, mtu atakayekuwa na makazi mabaya kuliko yote siku ya kiyama, rajulun yufdi ila al-mar'a wal-mar'atu tufdi ila ar-rajul thumma yanshuru kullu minhuma sirra al-akhar, ni mwanamume ambaye mwanamume yule atakuwa na mwanamke au mke wake, usiku ule awe na mke wake katika sehemu maalum ya wao kuwa pamoja, au mwanamume awe na mumewe, mwanamke awe na mume wake nyumbani, wawe wanafanya starehe zao za kawaida, kisha wanapambaukiwa, mume anashika njia yake kwenda kueleza aliyofanya jana usiku na mkewe, na mke anakamata yake anakwenda kueleza shoga zake alokifanya jana yeye na mumewe. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anasema huyu ni asharra an-nasi manzilatan yawm al-qiyamah, atakayekuwa na makazi mabaya kuliko yote siku ya kiyama. Kwa maana nyingine inasema hadithi hii, yeyote mwenye kutoa siri ya matendo ambayo hayafai kuonekana wazi wazi, yeye akayapeleka ikawa hayana bayana, basi atakuwa na makazi mabaya siku ya kiyama. Sasa wale wanaokaa vikaoni, wakakaa katika mabaraza, wakaelezea qissatu gharama au qissatu hubbin, au kaelezeana habari ya jana kulivyokuwa katika bustani nzuri au katika kitanda au katika nyumba au katika mahala pasiri, akatoa habari ambazo kwamba ni za aibu mbele ya wenzake, akaona kwamba kueleza yale ni kudhihirisha rujula, ushababu mbele ya wenzake, kwamba akiwaambia jana nilikuwa na fulana binti fulani, alikuwa hivi katika hali ya starehe zangu, na mimi nilikuwa hivi, na tulikuwa tukifanya hichi na kile, tukikubaliana haya na yale, na wenzake wakawa wamefungua masikio yao wanasikiliza, kisha wakimpa kidole cha gumba kumuonesha kwamba kila kitu kilikuwa safi kiasi hicho, wewe ndio mume wa waume. Ikawa anafurahia mambo yale. Bwana mtume anasema huwa asharru an-nasi manzilatan yawm al-qiyamah, atakuwa mtu na makazi mabaya kuliko wote siku ya kiyama. Kwa hiyo shabab wanaofanya vituko vyao usiku wakaenda kuvieleza mchana, na fatayat watoto wa kike wanaofanywa machafu wakaenda kueleza usubuhi au mchana, wajue kwamba ni miongoni mwa tabia chafu mno ambazo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kazipigia vita. Na vile vile ni kutoa siri ambazo siri zile ilikuwa kati yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su, Mwenyezi Mungu hapendi kujihirisha machafu mtu aloyafanya. Kama kuna dhambi umelifanya kati yako wewe na Allah, basi mwache Mungu awe yeye peke yake ndo anajua.
Tena isiwe kazi kwenda kumwambia mwingine na mwingine, kwa kuwa umefanya kitendo kichafu ndio unadhihirisha wazi wazi. Ndio inachukua ile hadithi, man aznaba wa huwa yadhaku dakhala an-nara wa huwa yabki. Mwenye kufanya madhambi huko anacheka ataingia motoni analia. Sasa anakaa anaelezea, anafurahisha baraza na wenzake wanasherehekea, wanapeana makofi na hivi na hivi kusapotiana juu ya kitendo kile. Bwana Mtume anasema dakhala an-nara wa huwa yabki, mtu huyo ataingia motoni na huko analia. Katika hadithi ya Israiliyati ambayo Mtume katuambia hadith an Israiliyati wala haraj, elezea kuhusu mambo yaliyopita na Bani Israili. Ni habari ambazo tumeambiwa la nukadhibha wala nusaddiqha, kama kuna usahihi tuyachukue, kama tunaona kuna ndani yake udhaifu tuweke pembeni. Anasema kulikuwepo na mmoja katika wanawake anaishi na mwanawe katika nyumba. Mwanawe shabab, yani shabun. Mwanawe alikuwa na tabia chafu. Kila siku ataingiza mwanamke ndani ya nyumba, kama tabia za vijana wetu katika karne hii ya 21. Anazunguka, akirudi kuna mwanamke nyuma yake, anaingia naye, anatoka, akirudi tena yuko mwingine. Maisha yake inakuwa ndo hivyo tu mpaka atakapokutana na Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama. Sasa tabia hizi hazikuanza leo, zimeanza zamani. Sasa mwanamke wa Bani Israil akawa anaishi yeye na mtoto wake ndani ya nyumba, lakini mwanawe kila kukicha na mwanamke mpya, anaingia naye, anafanya naye machafu mpaka asubuhi. Mwanamke yule anatoka, siku ya pili analeta mpya kama kawaida yake, siku ya tatu ikawa ndo system ya life yake. Basi mama mtu akaingiwa na wasiwasi, hivi watoto hawa wa kike kila siku wanaoingia nyumbani kwa mwanangu huwa wanafanya nini? Ikabidi atafute kitu wanachofanya na mwanawe ndani ya nyumba akijue. Siku moja ikawa nizamu ya mwanamke mwingine kuingia pale ndani, lakini mama akamzuia, akamwambia la tadkhulia, usiingie katika room ya mwanangu, innahu ghaibun al-yawma, leo hayupo, leo hayupo. Akajua huyu ana promise, kishaahidiwa. Kwa hiyo wao kawaida wanakuja tu, akiingia anaingia ndani ya room, hatoki mpaka asubuhi. Mama leo anamwambia usiingie, mwanangu hayupo. Kwa hiyo alipoambiwa hayupo akabadilisha njia, akageuka. Mama akaingia yeye kule ndani, ili kutaka kujua maladhi yajri fi hadha albayt, kuna mambo gani yanayojiri hapa ndani, mbona kila siku wanaingia na wanaingia na kila siku wanakuja mpya. Kaingia yeye akatarakab, akafika mpaka sehemu anayotumia mwanawe kwa kulala. Mama akajifunika nguo akalala. Mtoto wa kiume akajua ndo kawaida ya wanawake wanaoingia pale ndani. Kwa hiyo alipoingia mama yake akamfanyia yale yale anawafanyia wanawake zake wanaoingia pale ndani. Mama akaona la, kumbe haya ndio yanayofanywa katika room hii. Na kitu cha ushaitani kina nguvu. Kitu chochote ambacho ni kibaya kimeharamishwa, basi kinakuwa kibaya zaidi, ima kinamvutia yule mtu au kinaleta madhara zaidi. Basi mama akapata mimba, ujauzito ule kutoka kwa mwanawe yeye mwenyewe. Alipotoka nje ikawa anafanya siri kubwa, kwa kuwa kafanya kitendo kichafu lakini ni cha aibu. Akaamua kufunga na ulimi wake asiseme katika mitaa kwamba kumbe mwanangu ndo alonifanyia haya, na mpaka mwanawe pia asimueleze kwamba ulilifanyia kitendo hiki wakati mmoja katika wanawake zako hakuweza kuingia ndani kwa sababu yangu. Akaificha ile mimba bila ya kujulikana kwamba ni ya mtoto wake, akiwa anajua yeye mwenyewe peke yake. Mpaka alipomzaa mtoto, akamzaa mtoto wa kike, akaamua kumweka baidatan anha, awe mbali na yeye, asishughulike kabisa katika mitaa kuonekana kwamba ana mtoto shabihatan bibnihi, alofanana na mtoto wake ambaye ndo babake.
Basi katika maisha kuzunguka siku, baadhi ya siku mama akaeka kikao na mwanawe, akamwambia ya bunayya ala tatazawaj, mwanangu kwa nini hutaki kuoa? Akamwambia mama, sijampata wa kuoa, sijamuona mwanamke ambaye kwamba atanifaa kwa ajili ya ndoa, lakini nikishampata nitaoa. Oa mwanangu, uache machafu haya. Mtoto akamwambia mama yake, nitaoa nitakapompata mke wa kuoa. Basi katika siku za mizunguko yake akampata binti mzuri, na akaamua kwa huyu lengo langu la kuoa litakamilika hapa. Akamwambia mama yake, nimepata binti mzuri ambaye atanifaa katika maisha yangu, kwa hiyo naomba uwe pamoja nami katika kulifanikisha tendo hili la zawaji. Mama akamwambia khair. Siku alipokwenda kumuona bi harusi mwenyewe, mama alipompiga jicho akaona ndo yule binti yake alomzaa mwenyewe, alompa kutoka kwa mtoto wake wa kiume. Basi mama akapinga, akasema usimuoe huyu, tafuta mwanamke yoyote mwingine, lakini huyu usimuoe. Kwa nini? Kila siku nanihimiza nioe, leo nimempata kuoa ananiambia nisimuoe. Akamwambia huyu bwana, mimi nakwambia usimuoe kama unataka kuwa na radhi za mama yako. Akamwambia mama, mimi huyu ndiye nitakayemuoa, sitaki mwingine yoyote asiyekuwa yeye. Basi akasema mama sawa. Kabidi amchukue yule ambaye ni mtoto wake ndo amuoe, lakini hana habari, na mama anayajua yale, lakini akafunga mdomo wake asiseme kitu. Mambo yakaendelea, ikawa lile linamkereketa, linamtia uchungu katika moyo wake. Mtoto wangu nimezini naye, baada ya kuzini na mtoto wangu nimepata mimba, baada ya kupata mimba mtoto wake ambaye yeye ndo kanipa kaja kamoa yeye mwenyewe. Ama mie ni mtu mwovu sana mbele ya Mungu kuliko wote. Lakini hajawahi kumuelezea mtu uovu wake. Bainaha wa baina Allah, Mungu na yeye tu ndo anajua habari. Mpaka mwanawe alifanya kitendo kile hakuwa na habari kwamba huyu ni mtoto wangu nilomuoa na nimempata kutoka kwa mama yangu. Bani Israeli walikuwa na vituko. Sio kathratu suali tu walizokuwa akimuuliza Nabii Musa, bali utakapoambiwa hadithi zote za Bani Israeli utakamata kichwa kwa uzito na majambo yalokuwa ndani huku na huku mazito mno. Basi mtume wao ambaye ni Nabii Musa alayhi salam, siku moja yule mama akamuona mtume Musa anapita, akamuuliza ila aina ya nabii Allah, unakwenda wapi mtume wa Mungu? Musa akamwambia ila miqatillah, nakwenda kuzungumza na Rabbil alamin. Unakwenda kuzungumza na Allah wewe? Kwa sababu Musa, Allah anasema wakallama Allahu Musa taklima, yani ilikuwa ni mukalamatun bainahu wa baina Allah, anazungumza na Allah. Ikabidi Musa amwambie kwani ulikuwa unasemaje bibi? Akamwambia mimi nina haja kwa Allah. Utakapofika muulize Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, aina ana, mimi niko katika position gani kwake? Kwa sababu kuna mambo ambayo yananisumbua katika moyo wangu, nataka kujua position yangu mbele ya Allah ni ipi. Sasa muulize Mungu akueleze, kwa sababu wewe uko karibu zaidi kujua habari zote, kwa sababu atakufungulia Mwenyezi Mungu akuoneshe, utakuja kunipa jawabu. Ikabidi Musa aondoke kwenda katika miqati rabbihi, na mwanamke yule yuko pale sabira, anamsubiri Nabii Musa aje ampe feedback ya maombi aliyompa. Musa alipokwenda kuzungumza na Allah, akazungumza alokuwa amepanga kuzungumza, lakini haikuipeleka ishu ya mwanamke yule kwa Allah, kwa sababu binadamu mara nyingi anasahau. Musa kasahau. Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, unaondoka? Akamwambia ndio ya Rabb, nimemaliza. Akamwambia je, umesahau matlaba alokuomba mja wangu yule, kwamba uje uulize nini kwa Mola wake? Akasema ya Rabb, kweli nimepata bibi mmoja huko kanambia aina hiya,
yuko katika position gani kwako wewe ya Allah? Basi nakuomba unieleze ili nikampe habari kwamba yuko wapi. Nabii Musa, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akamwambia mwanamke yule, kama anataka kujua position yako, position yake bibi yule, Nabii Musa, tizama katika mkono wako wa kulia. Nabii Musa akafunguliwa, akaona khairi tupu, mambo mazuri, mambo ambayo kwamba ni ghali. Musa akatamani yeye ayapate mambo yale. Akasema bibi yule ama mkarimu na mtukufu kama yeye hakuna. Mungu anampa position hii kwa amali gani basi aloifanya? Ikabidi arudi. Akamwambia, hakika bibi wewe, suala uloniambia nimuulize Allah, kanionyesha vitu ambavyo mimi nimevitamani kuvipata. Uko katika position nzuri sana. Yule bibi akashangaa, nimezini na mtoto wangu, nimepata ujauzito, kaolewa binti yangu ambaye ni mtoto wake, mtoto wangu, tena Mungu kaniweka katika position nzuri. Bwana usinitanie, niambie Mungu kaniweka wapi? Akamwambia mambo mazuri tunaoonyeshwa mimi. Akasema wallahi siamini, mimi nimefanya hili nikafanya hili, mtaa mzima mimi naogopa kwa aibu niloifanya, mchafu kama mimi hakuna. Akaitoa ile habari yote akamwambia Nabii Musa alayhi salatu wassalam, hebu kaniulizie vizuri kwa Mungu, kweli umemwambia ndo mimi? Akawa anamshuku Nabii Musa labda kamtaja mwanamke mwingine. Nabii Musa akasema, ya Rabbi, kwani bibi yule vipi? Anakuuliza tena hali yake vipi? Mwenyezi Mungu akamwambia, hebu tizama upande wako wa kushoto. Akaona narun tataajjaj, akaona moto unaunguruma. Musa akasema, mbona hii habari complicated? Umenionyesha upande wa kulia, ukanionyesha neema za bibi yule ukaniambia. Sasa hivi unanionyesha upande huu, unaniambia hii nakama ya bibi yule vile vile. Sasa mtu mmoja huyu atakuwaje na mambo haya yote mawili? Allah akamfungulia Nabii Musa habari hili. Akamwambia yule bibi kafanya machafu mazito mno, lakini kana dhalika sirrun baini wa bainaha. Ilikuwa hakuna kiumbe yeyote mwingine anayejua, ilikuwa ni mimi na yeye tu. Na yeye alionyesha kujuta katika masala yale, na kwa sababu ikawa ni siri kati yangu mimi na yeye, hajamwambia mtu yoyote, na mimi nikawa naifanya siri kati yangu mimi na yeye. Lakini alipoanza kuporojoka akawa anazisema siri zile, basi mahala pake ni hapa mkono wa kushoto. Mwambie huyo sehemu yake ni hii mbaya kwa sababu ya mdomo wake wa kuyasema machafu yake alikuwa akayatenda. Machafu yako uloyatenda mwambie Mungu, usimwambie mtu mwingine kibarazani. Atakusaidia na nini? Nini atakachosaidia nacho mtu kimwambia jana nililala hivi, nikaamka hivi, nikafanya hivi? Atakusaidia na kitu gani isipokuwa kukuona mtu mpumbavu, huna akili, huna heshima, huna hikma, huna insaf. Ni mtu ambaye Bwana Mtume anasema, mathala ar-rajulu alladhi yunshiru sirra al-mar'a wal-mar'a allati tunshiru sirra ar-rajul mathalahuma an-nabiyyu bi shaytanin ya'ti shaytanan fi at-tariqi wan-nasu yanzurun. Bwana Mtume kamfananisha na shaytani wa kike na wa kiume wakifanya tendo la ndoa njiani na watu wanawatizama kwa sababu ya kutoa siri zao za nyumbani. Alhasil tunafundishwa kwamba isiwe mtu ana tabia ya kutoka nyumbani na siri yake ya nyumbani akaieneza mbele ya watu tena. Angalia Mtume Ibrahim alipokuja kumtembelea binti ya mwanawe Ismail katika mji wa Makka, alichukizwa mno Mtume Ibrahim. Unajua kwa nini alichukia? Aliuliza habari ya nyumbani pale, maisha tu yanavyoendelea, mnaendeleaje na mumeo? Binti akaanza kuporojeka, kutokea niowe tu hakuna habari yoyote nzuri tunayosikia nyumbani, mambo yametuzidi kwa mabaya, mume wangu ndo mume jina tu. Akazungumza mambo ambayo Nabii Ibrahim sio alotaka kuuliza. Ikabidi Nabii Ibrahim akamwambia, basi mume wangu akija mwambie ghair atabata babi, badilishe kizingiti cha mlango hiki hakifai. Ala, umekiona hakifai? Basi
Ibrahim akaondoka. Akirudi anapewa salamu, kaja mtu hapa kaniambia hivi na hivi, ananiuliza maisha yetu, nimemueleza, kanaambia badilisha kizingiti cha mlango. Ismail akasema dhaka abi, huyo ni baba alokuja, waqad amarani an utalliqaki. Na alivyosema badilisha kizingiti cha mlango, alikuwa anasema ni kuache, unifai. Nini sababu ya kuachwa kwa mke huyu? Kwa sababu ya kutoa siri za nyumbani. Leo tumekula hichi, mke wangu fukara, mke wangu hana mbele, mume wangu hivi, mume wangu kadha. Siri ambazo ni siri zenu wewe na yeye, unazitoa kwa mtu mwingine. Ibrahim akaona huyu kama kaniambia mimi na hanijui mimi nani, kwa sababu hakusema kwamba mimi ndo mkwe wako au mimi ni jamaa yako. Hakumwambia, kaona mgeni tu kaja na kamwambia yote ambayo yanafaa nyumba ina kuta 4 na ina mapazia, kwa sababu kile kilichokuwa ndani kibakie pale pale. Kuna watu katika sifa ya maisha yao anasema yaftarishuna al-ard wa yaltahifuna as-samaa. Kitanda chao ni ardhi, bedsheet yao ni mbingu, lakini usikii hata kilma katika mitaa. Yani kinaya ya kuishi katika dhiki kubwa. Lakini yahsabuhumul jahilu aghniyaa min at-ta'affuf la yasaluna an-nasa ilhafa. Watu watawadhania kwa wao wametosheka, ni matajiri wakubwa, kumbe hawana chochote kwa sababu ya hali yao ya maisha na ndimi zao wamezikontroli basi. Sio kukiwa na shida kidogo nje mitaani kila mmoja ana habari ile. Kukiwa na matatizo kidogo mwanamke kishatoka, mnajua mume wangu leo kafutwa kazi, basi ndo hivi na hivi na vile na vile, msaidieni hana kitu, msaidieni hivi na hivi. Maadamu wewe umeolewa, angalia babu zawaj, angalia adabu alizofundisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Uislamu, mtu aishi vipi. Lakini kitu cha kutoa siri za nyumbani ni kitu kibaya. Ikabidi Ismail awe mke mwingine. Ibrahim akarudi katika ziara yake ya pili, akauliza mkewe wa pili wa Ismail, kaifa halukum, mnaendelea vipi maisha yenu? Na maisha ya mwanzo na ya pili hayakubadilika, yalikuwa sawa sawa na ya pili au yale ya mwanzo. Bibi akasema khairan, mimi na mume wangu tunaishi katika khairi kubwa. Hakuna watu walioneemeka kama sisi wawili. Sisi tunachopata tunakihimidi kwa Mwenyezi Mungu, kushukuria. Ibrahim akafurahi akasema alhamdulillah, mwanangu sasa kapata mke. Akamwambia akija Ismail mwambie thabbit atabata babik, kiitilie tajdid, kieke madhubuti kizingiti cha mlango. Basi Ibrahim akaondoka. Ismail aliporudi akapewa salamu na mke wake, kaja mgeni shakli yake kadha, na kanihusia kwamba ukija nikueleze kwamba kizingiti cha mlango ukifanyie tajdid, renovation, kibakie hasa. Mwanamke anakitizama anasema na mimi nakiona kizingiti hiki hakina matatizo, sijui kwa nini kasema kifanywe tajdid. Akaambia sio kizingiti bwana, kizingiti ndo wewe. Kaniambia baba yangu nikukamate, ukinitoka wewe sidhani kama nitapata mke mzuri kama wewe, kwa sababu ya mdomo wako mzuri. Kwa hiyo wanawake challenge hii wanapewa katika hadithi ya Sayyidina Ibrahim na mwanawe Ismail. Ndivyo wanavyoishi na waume zao kule majumbani, ndivyo wanavyoishi na wake zao wanaume, ndivyo wazazi wanavyowafundisha watoto wao hivi. Kwa hiyo it is a challenge kwa ummatul islamiyya. Siri kuitoa ni miongoni mwa madhambi makubwa, na vile vile yatamkosti mtu kukaa katika manzilatin asharri manzila yawm alqiyama. Sayyida Aisha radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha anasema katika hadithi aliyoipokea, kunna qu'udan 'inda an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ma'ashira azwajihi, tulikuwa tumekaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam wake zake wote, tumekaa na mume wetu Muhammadun alayhi salatu wassalam. Faaqbalat Fatimatu bintu, asema muda mchache akaanza kuja binti yake Mtume Fatima, la tukhti'u fi mishyatiha mishyata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
utaona kana kwamba mtume alivyokuwa akitembea. Sayyida Fatima unamuona huyo kafanana na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Akawa anakuja Fatima kidogo kidogo mpaka alipofika tulipo na mtume. Faqala an-nabiy marhaban bibnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Bwana mtume akisema karibu binti yake mtume, marhaban bibinti, karibu binti yangu Fatima. Wa ajlasaha inda yaminihi, akamkelisha mtoto wake huyu binti yake kuliani kwake. Baada ya kumkelisha binti yake mtume sallallahu alaihi wasallam, fa asarra ilaiha, akaanza kumpa siri katika masikio yake, akazungumza kwa siri. Baada ya kuondoa mdomo wake katika masikio ya Fatima, fabakat Fatimatu bukaan shadida. Aisha anasema Fatima akalia kilio kikubwa mpaka wanawake wa mtume, wake zake mtume walikuwa pale, wakaanza kuingiwa na hofu. Mbona analia hivi huyu? Mtume alipoona wameshtuka na wao, fa asarra ilaiha thaniyatan, akaenda katika masikio yake akamueleza tena siri kwa mara ya pili. Fadhahikat, mara ya pili akaanza kucheka Fatima. Yani bibi Aisha akasema likanishughulisha mno, tendo la siri ya mwanzo imemliza na siri ya pili inamchesha. Ikabidi na hamu ya kutaka kujua maladhi qala an-nabiy libnati, mtume kasema nini kumwambia binti yake. Anasema falamma qama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anna, mtume alipoondoka kaenda zake, saaltu Fatimata, nikaja nikamuuliza Fatima, madha qala laki an-nabiy, mtume kakwambia nini? Mbona kakwambia ukalia, ukakwambia tena ukacheka? Ilikuwa kuna habari gani anakuambia mtume? Fatima akasema zaka sirrun baini wa bainahu. Ala, wewe unataka kujua hiyo ni siri kati yangu na babangu. Sirrun baini wa baina an-nabi, ni siri yangu na mtume sallallahu alayhi wasallam. Wama kuntu liufshi sirra an-nabi alayhi, na mimi abadan sitoi siri ya mtume aloniambia. Sayyida Fatima anamwambia binti yake, anamwambia mama yake Aisha. Sayyida Aisha na Fatima yani hawakuwa wamepishana sana katika umri. Sababu bibi Aisha kaolewa mdogo kuanzia miaka 6 mpaka miaka 9 na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama sijakosea miaka 19 amekufa mtume na bibi Aisha ndo hajafika hata miaka 20. Na kaishi miaka zaidi ya 47 hana mume. Sasa Sayyida Aisha kaishi mjane zaidi ya miaka 47 kwa sababu kaishi umri baada ya mtume mrefu. Kwa hiyo bado kidogo age zao zilikuwa zimepishana kidogo tu. Kamuuliza madha qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kakwambia nini mtume? Kasema dhaka sirrun wama kuntu liufshi sirra an-nabiy, siwezi kuitoa siri ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Unaona, siri haitolewi. Maadamu kamwambia katika masikio, ingekuwa nataka wake zake wasikie angesema pale pale Fatima kadha kadha, kila mmoja akasikia, lakini kainama katika masikio yake kampa. It means ilikuwa ni siri, na Fatima anasema siwezi kuitoa siri ya mtume. Bas bibi Aisha anasema aliponiambia vile Fatima, sikutaka tena kumuuliza nini alichokisema mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kufa kwake mtume. Lakini bibi Aisha hajasahau, bado iko katika mind yake ile. Alipokufa mtume akarudi kwa Sayyida Fatima, akamwambia sasa mtume kisha kufa, madha qala laka an-nabi, alikwambia nini siku ile? Mbona ulilia sana baadaye ukacheka sana? Kasema nini mtume? Fatima akasema alana naam, sasa hivi ndio nitakueleza nini kasema, sababu wakati ule alikuwa katika uhai wake na sikutaka kutoa siri ile. Sasa hivi baadaye kishaondoka kishakufa mtume, fanaam, njoo nitakueleza. Aliponieleza siri mtume kwa mara ya kwanza, abkani, aliniliza, liannahu qala li, mtume aliniambia wakati ule, inna Jibril alayhi salam kana yuaridu alayya alqur'ana fil aami marratayn. Jibril kawaida yake ilikuwa kila mwaka anaifungua Qur'ani mbele yangu, tunaisoma mwanzo mpaka mwisho mara 2.
wa huwa alana yu'ariduhu alayya marratan, lakini leo kaja kanisomesha mara moja tu, ikionyesha kwamba hii dunuhu ajali yangu ya kuondoka ulimwenguni iko karibu. Kwa hiyo aliponiambia vile babangu kwamba yuko karibu na kufa, of course nikalia mno. Kaziona dalili za kufa, kanipa habari ile Mtume. Nikalia baada ya kusikia kwamba iqtaraba ajalu nabii sallallahu alayhi wasallam. Aliponiona nimelia sana, akaniambia ya Fatima, siri ya pili, ewe Fatima, ala yurdiki an takuni sayyidata nisa'i hadhihi al-umma. Kaniambia ewe Fatima, huridhiki kuwa bibi mkubwa kabisa mtukufu katika ummati Muhammad? Wewe ni katika watu wane watukufu wanawake. Basi aliponiambia vile, nikacheka nikafurahi. Hiyo ndo siri ya pili. Kampa siri ile baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufa. Ndio maana Mtume angesema kamula minar rijali kathir wa lam yakmul minan nisa'i illa arba'a, ya Maryam ummul masih wa Asiya zawjatu Fir'aun wa Khadija zawjatu Muhammad wa Fatima bintu. Wanawake wanne tu bwana Mtume ndio amewapa, manake clarification kwamba wamekamilika. Maryam na Asia na Khadija na binti yake Fatima. Bas. Sasa hii nikamwambia Mtume binti yake Fatima siku zile. Lakini uhai wake bibi Fatima hakutaka hata kumwambia nini. Kasema Mtume siri. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu siku moja anacheza, ndo bado mdogo, pamoja na vijana wenzake. Anasema idh aqbala an-nabiy fasallama alaina, akaja Mtume akatusalimia, salamu alaikum. Yani Mtume alikuwa akitoa salamu mpaka kwa vitoto vidogo. Anas ibn Malik anasema tukaitikia salamu kwa Mtume, thumma ba'athani ila hajatihi, kisha bwana Mtume akanituma kwenda katika haja fulani, haja zake Mtume. Anasema fa abta'atu ar-rujua ila ummi, katika kunituma kwake Mtume nikachelewa kurudi nyumbani kwa mama yangu. Niliporudi nyumbani, qalat ummi ma alladhi habasak, mama kaniuliza swali, kipi kilichokufanya umechelewa kuja nyumbani leo? Faqultu laha, nikamwambia laqad ibta'athani an-nabiy ila hajati, bwana Mtume kanituma kuna haja zake fulani, kaniambia niende, nimetumika. Qalat, akauliza mama, ma huwa hajatu, ni ipi hiyo haja yake Mtume? Malik akisema dhaka sirrun, hiyo ni siri. Kaambia mamake, nataka nikwambie siri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini haikujulikana ile ilikuwa ni siri gani, kwa sababu Anas ibn Malik hakuisema siri ile abada, mpaka alipokuwa na rafiki yake Thabit. Akamwambia Thabit, law kuntu muhaddithan ahadan li sirri an-nabiy la haddathtuka, ningekuwa kama kuna mtu nimweleze siri hiyo ya Mtume ningekueleza wewe, lakini sikumweleza mtu yoyote na sitomweleza mtu yoyote mwingine. Zipo siri nyingine walizikwa nazo. Angalia Hudhaifa ibn al-Yaman. Haya yote ni mafundisho ambayo tunayapata katika ulimwengu wa sahaba. Hudhaifa ibn al-Yaman alikuwa ni waziri wa siri wa Mtume. Siri zote alizokuwa nazo yeye katika briefcase yake. Na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa siri kubwa kamuelezea siri za fitna. Yani fitna itakuwa vipi, kutatokea fitna baada ya mimi kuondoka. Kisha kamuelezea habari za wanafiki na majina yao wote wakawa wanajulikana. Kwa hiyo yale majina yalikuwa madhubuti katika kitabu cha Hudhaifa ibn al-Yaman. Ikawa masahaba wanaona wasiwasi asije akawa Hudhaifa miongoni mwa majina ya wanafiki na wao wamo mule ndani. Mmoja wao alikuwa Umar ibn al-Khattab. Kila siku alikuwa akienda kumbembeleza Hudhaifa, Hudhaifa, laqad balaghani anna ma'aka asma'ul munafiqin, mimi nimesikia kwamba majina ya wanafiki unayo wewe, hebu fungua katika daftari hilo, hal tajidu ismi baina haula, jina langu unalipata huko? Hudhaifa anamwambia wallahi lam akul li ufshi sirra an-nabii sallallahu alayhi wasallam, Mtume kanambia hiyo ni siri, wanafiki ninawajua mimi na yeye tu. Sasa wewe ukija ukiniuliza mimi siwezi kukuambia kama wewe humo au humo, hiyo ni siri baina yangu mimi na Mtume. Omar anarudi nyumbani hana raha, ana wasiwasi asije akawa mnafiki.
Anakaa tena anakwenda kumuuliza Hudhaifa, nipe habari za daftari la wanafiki, mimi nimo ndani. Naambia bwana Omar, sikiliza, wewe umepata sifa ngapi kutoka kwa mtume? Tulipotoka katika vita vya Badr, tulipotoka katika vita vingine, mtume kakusifu. Tena bado una wasiwasi gani? Naambia la, pamoja na sifa zote hizo, wako watu wangapi walisifiwa? Wengine wakaitwa hamamatul masjid, wengine wakaitwa, lakini angalia mwisho wao ulikuwaje. Mimi na wasiwasi ya roho yangu, hal tajidu ismi baina haula, je, jina langu limo humo? Hudhaifa anamwambia wallahi sikuambii. Umar anarudi miaka mpaka ikawa Umar anamtizama Hudhaifa. Sasa Hudhaifa kama kutakufa mtu na yeye atakwenda, Umar na yeye anakwenda, anajua huyu siye mnafiki. Ikifa mtu kama Hudhaifa ajenda kuhudhuria jeneza, Umar hendi, anajua huyu ni mmoja katika wanafiki. Sababu mtume kasema kama usia Hudhaifa, man mata minhum fala tusalli alayhi, kama mimi sipo duniani hawa mmoja atakayekufa usende kumsalia Hudhaifa. Sababu Mwenyezi Mungu akasema wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, usimsalie yoyote kati yao. Wanafiki wakawa wakifa hawasaliwi na mtume. Kwa hiyo Umar hajui ni nani mnafiki, nani alikuwa sadiq. Kwa hiyo kimwona Hudhaifa yupo anakwenda, kama hakwenda la yeye najua huyu tayari. Ikabidi katika ukhalifa wake awaeke watu, lakini ndo hajui katika maamiri atakaowaeka labda wanafiki wamo. Akaenda akamuuliza Hudhaifa, katika serikali yangu nilowaeka unahisi kwamba yupo mmoja katika daftari nimemweka kiongozi? Hudhaifa akamwambia, bwana sikiliza, mimi nishakwambia hiyo ni siri kati ya mimi na mtume, na sikwambii kama kunao mnafiki kadha au kadha. Umar ikabidi aone uzito, labda yupo mmoja mnafiki na mimi nimemtawaza. Ikabidi miongoni mwa siku Umar akapiga hesabu zake, akamuuzulu mmoja katika viongozi wale. Kumbe ndo yule mnafiki alomuondoa. Kwa sababu Hudhaifa alikwenda kumwambia siku moja, mimi sikwambii kama wapo wanafiki au hawapo, lakini nitaka kukupa siri, kukufichulia kidogo tu, sio kwa ukamilifu. Katika serikali yako uloweka yupo mmoja umemweka mnafiki. Umar akasema, mama yangu, ndo wale kumbe bado wamo tu. Kaambia yupo mmoja, anambia ndo yupo. Lakini jina lake nani Hudhaifa? Akaambia jina lake sikwambii. Siri hiyo inabakia. Hii ni favor tu nimekupa kukwambia yumo mmoja, unataka kujua jina lake? Akaambia sisemi jina lake. Umar akafanya maistikhara yake, akaomba na madua yake, mwisho akampa red card yule mmoja. Kumbe ndo yule mnafiki. Alipoonana na Hudhaifa akasema Mwenyezi Mungu amekuafikia kumuondoa mmoja katika watu ambao sio wazuri katika ummati Muhammad. Lakini hakutoa moja kwa moja kumueleza ni kitu gani, kwa sababu ni zile ilikuwa siri bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amempa Hudhaifa ibn al-Yaman. Siri wa Islam lazima kuhifadhiwe siri katika mikutano yetu au katika maisha yetu ya kila siku. Mtu amekuja amekwambia bwana hii siri, wewe ndo mwanza unakwenda unaitoa siri. Angalia katika suratul Tahrim kuna mafundisho makubwa pale ndani. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na wake wengi kama tunavyojua. Mmoja katika wanawake walikuwa halali yake ni Sayyida Maria al-Qibtiyya. Na Sayyida Maria al-Qibtiyya ilikuwa zawadi kutoka kwa Muqawqis, kiongozi wa Misri. Mtume alipopeleka barua katika miji mikubwa ya kuwaita Waislamu, ya kuwaita wale katika Uislamu, wapo wafalme walopokea barua ya Mtume vizuri, na wapo wengine ambao walikaidi barua za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa walizopokea vizuri barua za Mtume alikuwa Muqawqis, kiongozi wa Egypt. Kwa hiyo akaona maneno haya aliyozungumza Muhammad ni maneno yanaingia akilini, na Mtume lazima atakuwepo katika mtume wa mwisho, na bila shaka atakuwa yeye. Kwa hiyo akapeleka zawadi kwa Mtume, akapeleka asali, akapeleka ngamia, akapeleka jariyatain, wanawake wawili ambao watakuwa watumishi kwa Mtume, akapeleka na daktari wa kumtibu bwana Mtume
sallallahu alaihi wasallam. Mtume alipokuja, yule mtu alomtuma Misri akamwona na zawadi, kaambia Muqawqis, kaipokea barua yako na kakupa na zawadi hizi: asalun abyad, asali nyeupe. Bwana Mtume akasema asalun fihi shifaa'un linnas, tachukua asali kwa sababu asali Mwenyezi Mungu kajalia ndani kuna tiba. Ngamia akasema baghala, nitachukua, itakuwa transport yangu. Daktari akasema daktari simtaki kwa sababu sisi ni watu tukila hatushibi sana, mregeshe daktari kwa Muqawqis. Jaria akasema jaria nitachukua mmoja, Maria al-Qibtiyya, na mmoja anaitwa Sirin, akampatia mshairi wake Hassan ibn Thabit radhiyallahu anhu. Bwana Mtume ikawa amechukua baadhi ya zawadi, moja katika zawadi zile amerudisha kwa Muqawqis. Daktari akarudi mpaka kwa Muqawqis. Muqawqis akamuuliza lima raddaka Muhammad, mbona Muhammad kakurudisha? Akamwambia ya sayyidi laqad arsaltani ila rajulin jama'a at-tibba kullahu fi kalimatayn. Akamwambia bosi wangu, umenituma kwenda kwa mtu kakusanya utabibu mzima katika maneno mawili. Umenituma kwa mtu anasema nahnu qaumun la naakulu hatta idha ju'na wa idha akalna la nashba. Kwa hiyo kasema kwamba wao ni watu hawali sana mpaka wakawa ni wenye kuleta maradhi katika viwiliwili vyao. Kwa hiyo hana haja ya daktari. Basi Muqawqis akampokea daktari wake. Sasa huyu Sayyida Maria al-Qibtiyya alikuwa sio mke wa Mtume, alikuwa ni milki yake, wanaitwa Suria. Mwenyezi Mungu akahalalisha, anasema wama malakat aymanukum, na wale waliomilikiwa na mikono yenu ya kuume. Kwa hiyo ilikuwa ni mwanamke huyu ambaye anaitwa Maria al-Qibtiyya, kamzalia Mtume sallallahu alaihi wasallam mtoto mmoja kati ya watoto wake wa kiume. Sasa katika siku miongoni mwa siku ikawa amemchukua Maria al-Qibtiyya halali yake, anakwenda naye kuzungumza naye mazungumzo ya nyumbani, ndani ya nyumba ya Bibi Hafsa binti Umar ibn al-Khattab. Na Bibi Hafsa ilikuwa siku hiyo kaomba ruksa kwenda kuwatizama wazazi wake nyumbani. Kwa hiyo ruksa ile akaipatiliza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa mkewe mwingine hayupo. Kwa hiyo akakaa na Suria wake nyumba ya mke wake ambaye hayupo. Hili likawa tatizo kubwa. Bibi Hafsa akaondoka, akirudi anampata Mtume sallallahu alaihi wasallam fi baitiha ma'a Maria al-Qibtiyya, nyumba yake pamoja na Suria wake Maria al-Qibtiyya. Sio mwanamke wake, wa hasha lillah, ni halali yake kwa sababu malakaha biiqdi al-yamin, lakini kwa sababu ghera haijui habari hizi, wivu ndo wivu tu. Anataka kutuonesha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wivu na wanawake ndo wanawake, muwavume tu. Kaingia Bibi Hafsa na hasira zote, kwa nini umemleta Maria al-Qibtiyya? Mazungumzo yenu mnazungumza ndani ya nyumba yangu mimi, kwa nini? Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam kataka kumridhisha kidogo Hafsa, akamwambia sikiliza, usiwe na moto, mimi ninachotaka kukuambia nitakuambia neno litakufurahisha. Kutoka leo mimi nimeshamtenga Maria na sitokwenda tena kwa Maria, na si halali yangu tena Maria, kwa sababu ya kukuridhisha wewe tu. Umeridhika? Hafsa akasema ndio nimeridhika. Ala, kaachwa mtu kwa sababu yangu mimi? Sayyida Hafsa akaambiwa na Mtume, lakini hii ni siri kati yangu mimi na wewe, asijue mtu mwingine, siri mimi na wewe tu. Usije ukaipeleka siri hii kwa mtu mwingine yoyote. Hafsa akasema ndio, siri kati yangu mimi na wewe. Lakini kweli ilikuwa siri. Baada ya muda mchache tu Hafsa radhiyallahu ta'ala anha akatoka kenda kashoga yake Sayyida Aisha. Kenda akamwambia Aisha, mnajua leo kumetokea nini? Kaambia siri. Kaambiwa siri hivyo. Lakini kisha kwenda kwa Hafsa, kwa Aisha.
kumetokea nini? Anambia sijui lililotokea leo. Leo Mtume sallallahu alaihi wasallam kamwacha Maria, harama Maria ta'ala nafsihi bisababi, kamharamisha Maria katika nafsi yake kwa ajili yangu mimi. Kasema Maria kwake haram, kaachwa Maria kwa sababu yangu mimi. Hiyo ni siri kanipa mimi tu Mtume, na wewe nakwambia ni siri hiyo, msimwambie mtu mwingine. Siri kutoka huku wala kusiri tena kwa mwingine. Sasa kama ni siri, kwa nini unamwambia mwingine? Sayyida Maria al-Qibtiyya hana habari kunaendelea kitu gani. Jibril alayhi salam akawa yajubu al-afaq, anapasua anga, anakuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam bikalimati, kwa maneno mazito anakuja kuambiwa Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ya ayuha an-nabiy lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim qad farada Allahu lakum tahillata aymanikum. Allah anamwambia nani hapa? Anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wallahu maulakum wa huwa al-alimul hakim. Ewe Mtume mtukufu wa daraja, lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak, kwa nini unaharamisha kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekuhalalishia? Ina maana Maria al-Qibtiyya sio haramu kwako ewe Mtume. Mwenyezi Mungu kakuhalalishia Maria wa ma malakat aymanukum. Kwa nini leo unamharamisha? Tabtaghi mardata azwajik, unatafuta radhi za wake zako, unataka kumridhisha Hafsa. Wallahu ghafurur rahim, na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kukusamehe. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam, angalia, anahutubiwa na Mwenyezi Mungu. Mwisho wa habari hii ilikuambia wallahu shadidul iqab, kwa sababu kamlaumu, kwa nini unaharamisha alichokuhalalishia Mwenyezi Mungu, na Mungu ni mkali wa mateso. Akikaambia la, wallahu ghafurur rahim, rudi kwa Mwenyezi Mungu. Mungu ni mwenye kukubali tauba ya mtu mwenye kurudi. Ghafurur rahim. Qad farada Allahu lakum tahillata aymanikum, kama umetoa kiapo Mwenyezi Mungu kaleta uhalalisho wa viapo vyenu. Fungua kiapo chako, kafara zipo za kukitoa kiapo. Basi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kaelezwa katika hali ambayo inaonesha kwamba siri vile vile ni muhimu kudhibitiwa. Zisikilize aya za mwisho zinazoeleza, wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa adhharahu Allahu alayhi rafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabbaha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir in tatuba ila Allahi faqad sagat qulubukuma wa in tadahara alayhi fa inna Allaha huwa mawlahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika dhahir asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwaja خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. أكمل يا أيها النبي ewe Mtume, وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا, kumbukeni bwana Mtume alipofanya siri kwa baadhi ya wake zake, siri ya mazungumzo. Siri maana yake haitakikani kutolewa, ndio katumia Mwenyezi Mungu wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa adhharahu Allahu alayhi. Siri ile akamwambia sasa Hafsa, usiende kumwambia mtu kama mimi nimempa, manake nimemharamisha Hafsa Maria kwangu mimi, lakini Mwenyezi Mungu azza wa jalla anamwambia mtume wake sasa kwamba siri ile tayari nabba'at bihi, kisha itoa Hafsa na kisha mwambia shoga yake mke mwenzake Aisha. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipojua yale, Mungu anasema arafa ba'da wa a'rada an ba'd,
Muhammad Ali Sabuni katika tafsiri yake anasema mtume alimwambia siri mbili Bibi Hafsa. Siri ya mwanzo kwamba ndo hiyo nimemwacha Maria al-Qibtiyya. Siri ya pili kumwambia ukhalifa baada yangu mimi utakuwa kwa Abu Bakr as-Siddiq, wakwe zangu wawili hawa watakuwa makhalifa baada yangu mimi. Sasa anasema hizi zote kampa Sayyida Hafsa, kumpa Sayyida Aisha, kamwambia Maria kaachwa, alafu khalifa baada ya mtume utakuwa kwa Sayyidina Abu Bakr na Sayyidina Umar. Katika kuresha kilma arafa ba'dahu, alimueleza baadhi ya siri aloitoa, wa a'rada an ba'd, na nyingine hakumueleza kwamba hii pia umeitoa. Kwa hiyo kamwambia ile ya Maria, ile ya Abu Bakr na Umar hakumueleza. Kama Mtume sallam katumia ungwana kwamba sio kwamba zote umezieleza, kuna baadhi ya siri hukusema au umesema nyingine baadhi yake kuzitamka. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, in tatuba ila Allah, mukirudi kwa Mwenyezi Mungu, faqad sagat qulubukuma, nyoyo zenu zitakuwa zimeifuata haki. Wa in tadhahara alayhi, lakini kila siku mkifanya mambo ya kusaidiana juu ya kumuudhi mtume au kadha, basi jueni kwamba Mwenyezi Mungu ndo maula wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika dhahir. Mwisho amekuja tahdid, asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan. Mwenyezi Mungu wenda atakapokuwa amekuacheni mtume akampa wake wengine. Asa kutoka kwa Mwenyezi Mungu sio taraji. Asa kutoka kwa Mwenyezi Mungu inakuwa taukid, yani ana akid masala aya Mwenyezi Mungu kwamba akikuacheni mtume atampa wanawake wengine khairan minkun, bora kuliko nyie, muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin tayyibatin wa abkar. Wana sifa zote tulizozitaja. Kwa nini haya yote? Kwa sababu Hafsa akachukua siri ya nyumbani ya mke ya mume wake, ile kamwambia tena sio mtu wa mbali, kamwambia mke mwenzake tu. Yani mpaka wake wenza pia, kama kuna siri umepewa na mumeo, ibakie siri kati ya wewe na mumeo, sio tena unazunguka kwa mke mwenzako na kwenda kumwambia. Tena unafika kule unamwambia na hii nayo ni siri, nakwambia. Siri ibakie siri tu ya watu wao. Huyu Bibi Hafsa, unajua kuolewa kwake na Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile ilikuwa siri. Siku moja Umar alimwambia Abu Bakri, in shi'ta zawajtuka Hafsa, ukitaka nitakuozesha Hafsa. Abu Bakri hakumtajia kitu Umar, akamwacha tu kwa masala yake. Akamwona Uthman akamwambia, in shi'ta zawajtuka Hafsa. Uthman akamwambia, mimi sitaki tena kuoa. Kwa hiyo Umar kwa Uthman akafurahi kwa kuwa kamjibu. Kwa Abu Bakri hakufurahi kwa kuwa hakumjibu, hakumwambia namtaka au simtaki. Ikabidi analiona lile ni zito. Kwa nini Abu Bakri amemwambia nikuozeshe binti yangu hajanijibu kitu? Baadaye bwana mtume akienda kosa Hafsa akamuoa. Sasa Umar amekaa na mwana Abu Bakr anakuja, anamwambia, siku ile unakumbuka uliponiambia unataka kuniozesha Hafsa? Nikamwambia ndio. Anambia, basi mimi sikukwambia kitu siku zile? Akamwambia ndio. Akamwambia, kwa nini unafikiria sikukujibu kitu? Akamwambia, uliniudhi sana siku zile kwa kuwa sikujui msimamo wako. Akamwambia, basi nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akimtaja Hafsa. Kwa hiyo ilikuwa siri kati yangu mimi na Mtume, na sikutaka kuitoa siri ile kabla ya mambo hayajakamilika. Kwa hiyo uliniambia vile, mimi nikakimya, nikawa kimya kwa sababu ilikuwa siri ya Mtume. Kwa hiyo sasa kishamuoa, nimeona nije nikueleze Mtume alikuwa kamtaja kwamba anataka kuja kumuoa. Yani hizi zote ni kuonesha umma wa Kiislamu vipi ulivyofundishwa katika kudhibiti siri. Usiwe kama Jamil. Jamil alikuwa mshirikina mmoja katika ahadi ya Umar. Watumia katika kupeleka habari wanazozitaka ziende kwa watu haraka, sababu ya kutodhibiti mdomo wake. Mpaka Umar aliposlimu aliuliza, jamani, mimi nataka kila mmoja ajue, ulimwengu mzima ufahamu kwamba mimi nimeslimu. Sasa nifanye kitu gani? Wale wakamwambia, nenda kwa Jamil. Fa innahu rajulun la yaktumu sirran, huyo ni mtu hafichi siri. Omar kenda kwake akamwambia, ya Jamil, uktumni amran
Jamil, nimekuja kwako, naomba unifichie baadhi ya siri zangu. Jamil anaposikia zile nakaa sawa. Nini? Akamwambia laqad aslamtu wattaba'tu Muhammadan, nimesilimu, nimemfuata Muhammad, hii ni siri ninakupa. Hakungojea Omar kumaliza habari, akanyanyuka akasema ya mashara Quraish, laqad aslama Umar. Akaana nani? Amesilimu Omar, amesilimu Omar. Na yeye anarudi nyuma, Omar yuko nyuma yake, anamwambia bwana Jamil, ma sabatu laqad aslamt, anazidisha laqad aslama Umar, laqad aslama Umar. Waislamu wanapaswa kuchunga ndimi zao, kwa kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema katika hadithi, asharra an-nasi manzilatan yawm al-qiyamah, watu walokuwa na manzil mabaya siku ya kiyama, rajulun yufdi ila al-mar'a wa tufdi ilayhi thumma yanshuru kullu minhuma sirra al-akhar adhan al-isha biidhnillah. Bazo pengine zimezungushiwa kuta nne, siri za chumbani. Sio tu siri za chumbani kwamba zinakatazwa kutolewa nje. Siri ya aina yoyote maadamu imebeba jina kwamba hii ni siri, si uungwana mtu kuanza kuisema au kwenda kuipeleka mahala ambapo kwamba haihusu. Na wengine tunayapata matatizo mengi kwa sababu ya hayo, kwa sababu kuna msemo mmoja unasema, man qala kullama sami'a laqiya kullama la yarda, mwenye kulisema kila analolisikia basi atapata kila asiloridhika nalo. Kwa hiyo wengi wa kusema sema mtu kitu wala hakina haja ya kukizungumza, wewe unakizungumza. Jambo umeliona, wewe unalizungumza. Mwenzako kakupa siri, wewe unaizungumza. Kwa kweli ni miongoni mwa tabia chafu ambazo Muislamu hapaswi kabisa kuwa na tabia kama hizi. Ni matumaini yangu kwamba hasa kwa vijana wa siku hizi, vijana wenzangu ambao pengine tunaona fahari mtu kwenda kumkashifu mke wake mbele ya jamaa zake na rafiki zake. Mke wangu mimi yuko hivi, mke wangu mrefu, mke wangu mfupi, mke wangu mwembamba, mke wangu hivi. Kila mtu manake anamsifu mke wake mbele ya wenzake. Tabia chafu mno. Mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi almarfu anasema, naha an-nabiy sallallahu alayhi wasallama an tadhkura almar'atu mahasina imra'atin ukhra amama zawjiha. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kamkataza mwanamke wa Kiislamu asimtaje mwanamke mwenzake uzuri wake mbele ya mume wake. Angalia, Mtume anakataza. Mwanamke wa Kiislamu haruhusiwi kuutaja uzuri wa mwanamke mwenzake mbele ya mume wake. Uzuri manake jamalul jasadiyya, yani mke na mumewe wakae, mke amwambie mume wake, mume wangu fulani hapa jirani yetu mathalan Khadija, mashaallah mwili wake hivi, pua yake hivi, uso wake hivi, nywele zake hivi, ukimuona mashaallah mwenyewe, yani anamsifia mume wake mwanamke mwingine. Tabia chafu. Sasa unataka kuache amfuate yeye? Na wanaume wengine wana maradhi, hasifiwi kitu akakiacha hivi hivi, lazima tamtafuta tu. Nimesifiwa bwana mtaani kwamba kuna kitu fulani. Mwanamke kapewa siku hizi ana majina, mara utasikia bomba, mara mchuma. Eti bomba ni mwanamke. Nani kakwambia mwanamke anaitwa bomba? Baba amemwona mwanamke bomba kichizi. Bomba nani? Mwenyezi Mungu kampa mwanamke jina lake na mwanamume jina lake. Sisi tunawapa majina ambayo kwamba hayakupokewa na Abi Huraira wala Abdurrahman ibn Auf. Nani kakwambia mwanamke anaitwa bomba? Sasa wewe unamsifia mbele ya mumeo fulani, bodi yake hivi, figa yake hivi, unamwambia mumeo habari hizi. Bwana Mtume kakataza mwanamke asimsifu mwanamke mwenzake mbele ya mume wake. Na mwanamume vile vile unakwenda kumsifu mke wako mbele ya waume wenzako. Mke wangu bwana yule mimi siwezi kumwacha bwana, raha anazonipa kule bwana wallahi simwachi abadan. Sasa unawaambia wenzako kwamba ana raha nyingi anazokupa, wakamtafute. Unataka wafanye nini wakati wewe unapomwambia kwamba ananipa raha zote?
unataka fanye nini? Watamtafuta lazim, kwa sababu watu wenyewe ndio hawa, hawasubiri hata kuambiwa. Wao hujawaambia wanamtafuta mke wako, sasa leo unawaambia, je itakuwaje? Kwa hiyo miongoni mwa tabia chafu sana, Mtume anasema adna manzilatin yawmal qiyama. Kwa hiyo turekebishe midomo yetu, turekebishe tabia zetu, asa an yab'athana Allahu yawmal qiyamati maqaman mahmuda.